muda wa wiki nzima nimekuwa tu nyumbani siku zote nikiandaa ujumbe huu, na nilitoka jana tukuja hapa kanisani kwenye mafunzo yetu ya chuo cha Biblia, lakini baada ya hapo nilirudi nyumbani nikaendelea kuandaa ujumbe huu wa siku ya leo, na ninaamini vile Mungu alivyoniongoza, ujumbe huu hautakuwa tu wa watu wachache, bali naamini utagusa kila maeneo, na kama sema ya kwamba neno langu halitashuka bure, litafanikiwa na kutimiza makusudi yake. Ninaamini maombi uliyoyaomba na maombi niliyoyaomba na maandalizi mazuri niliyoyafanya yatasababisha ujumbe huu uwe baraka katika maisha yangu na katika maisha yako pia. Ninasema hivyo kwa sababu ujumbe huu unanihusu mimi, unakuhusu wewe, lakini pia unahusu ndugu zako, unahusu ukoo wako, unahusu taifa letu la Tanzania, unahusu bara letu la Afrika, lakini pia unahusu ulimwengu mzima. Na kwa nini ninasema unakuhusu au unanihusu? Ni kwa sababu unazungumzia uhai au uzima. Sote tunafahamu ya kwamba uzima wa kila mwenye mwili, mtu aliyeumbwa na Mungu, umo mikononi mwa Mungu. Na ndiyo sababu Mungu amependezwa kutuletea ujumbe huu ambao unahusu maisha yetu. Na ujumbe huu ni mrefu sana, sababu kama nilivyokuambia, kwa juma zima masaa mengi nimetumia tu kuandaa ujumbe huu. Kwa hiyo tutakwenda kadri Roho Mungu atakapotusaidia, hatua kwa hatua, mpaka pale Mungu atakapoona ya kwamba sasa imetosha na kutupatia ujumbe mwingine. Kwa hiyo leo tutamaliza, ila tu ningependa niweze kutaja kichwa cha somo lenyewe ambalo tunaenda kujifunza. Somo letu linasema wajibu wa kuulinda uhai wa mwanadamu. Wajibu wa kuulinda uhai wa mwanadamu. Na kwenye somo hili tutakuwa na maeneo 7. Eneo la kwanza tutaangalia muhtasari wa somo, lakini eneo la pili tutaangalia thamani ya uhai wa mwanadamu. Eneo la tatu tutaangalia maana ya kifo. Eneo la 4 tutaangalia dhana potofu kuhusu kifo. Na eneo la 5
tutaangalia wajibu usioepukika. Lakini eneo la 6 tutaweza kuangalia vikwazo vya wajibu katika kulinda uhai. Lakini jambo la mwisho kabisa tutaweza kuangalia matumaini ya wateule kuhusu kifo. Naamini ya kwamba tutakuwa na wakati wa baraka sana. Haleluya. Na kwa sababu tutakuwa na wakati wa baraka sana, ninaomba kila mmoja anayefuatilia na kusikiliza ujumbe huu awe na utulivu na kufuatilia hatua kwa hatua ni jambo gani ambalo Mungu anapenda kusema nasi katika kipindi. Na baada ya kusema hivyo, basi niweze kumshukuru na kumwomba Mungu ili Roho yake Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi. Mungu mwema, na hata yale mapungufu ambayo yapo ya kimwili kwa kila mtu, Mungu tunaomba Roho wako atufunike. Udhaifu wa kila namna ukapate kuondoa, ili tuweze kuketi miguuni pako na wewe Mungu uweze kusema nasi. Nasi wajoli wako tuko tayari kukusikiliza. Sema nasi Bwana, kama ulivyosema na nabii Samuel, kwa sauti ya kueleweka, kila mmoja aweze kuelewa ya kwamba ni wewe Mungu unasema naye. Na yote yatakayofanyika, wewe Mungu utatukuzwa, wewe Mungu utainuliwa. Nami ni mtumwa nisiye na faida, nimesimama tu mahali hapa kufanya yale ninayotakiwa kufanya. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu, amen. Ujumbe wetu, wajibu wa kulinda uhai wa mwanadamu. Andiko letu la msingi linalotuongoza katika ujumbe huu ni kwenye kitabu cha Musa, kitabu cha kwanza kabisa kinachoitwa kitabu cha Mwanzo. Kitabu hiki karibu kina majibu ya maswali mengi ambayo yanaulizwa. Kwa nini tupo? Asili ya mwanadamu ni nini? Lakini hata ulimwengu kuwepo kwake umetokeaje? Kwa hiyo ni kitabu cha baraka ambacho kina majibu mengi. Kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, sura ile ya 4 mstari ule wa 8 na ule wa 9 ndio tunapata kichwa cha somo letu. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia, Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui. Akasema, sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yako? Anamuuliza tena Mungu baada ya kusema kwamba hajui, lakini anamuuliza Mungu kwamba kwani yeye
amewekwa na Mungu kumlinda ndugu yake? Lakini kama ambavyo tunajua, Mungu akumuuliza Kaini kwa bahati mbaya, alikuwa anajua alilolifanya, alikuwa anajua kilichoendelea. Na hapo ndipo tunapopata kichwa cha somo letu. Ni nani basi kama Kaini amekana kwamba yeye hakupewa hilo jukumu la kumlinda ndugu yake? Sasa basi ni nani mwenye hilo jukumu, au ni nani mwenye huo wajibu wa kumlinda ndugu yake? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na hayo yote yalitokea baada ya Kaini kweli kumuua ndugu yake, kama ambavyo tumesoma. Kwa hiyo katika hii mistari miwili inayotupatia msingi wa somo hili, kwanza kabisa tunapata habari za kifo cha kimwili cha Habili, mtu wa kwanza kabisa ambaye Adamu na Hawa waliweza kushuhudia kile ambacho Mungu alisema, au yale maagizo ambayo Mungu aliwapatia. Utakumbuka kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 2 mstari wa 16 na 17 tunaona maagizo ambayo Mungu aliwapatia Adamu na Hawa na makatazo aliyowaambia. Lakini tunaona kwenye sura ya 3 Adamu na Hawa wakawa wameasi yale maagizo, wakawa wameenda kinyume na yale maelekezo, na tayari kulishakuwa na neno la Mungu kwamba pale tu atakapokuwa wameasi neno la Mungu hakika watakufa. Na tunaona hilo lilitokea kwenye sura ile ya 3 baada ya kula tu lile tunda walilokatazwa. Mstari wa 7 anasema wakafumbuliwa macho wakajiona wako uchi. Tunaona hicho ndio kilikuwa kifo cha kwanza cha kiroho. Na baadaye kwenye ile sura ya 4 kama ambavyo tumeona, ukatokea kifo kingine cha kimwili cha Habili. Hata kama walikuwa hawaelewi kile ambacho Mungu alikuwa amemaanisha, sasa waliweza kujua maana ya kifo, waliweza kujua maumivu ya kifo, waliweza kujua uchungu wa kifo. Na hapo tunajifunza ya kwamba kila neno ambalo Mungu analisema, hata kama hatujui litakuwaje, hata kama ni fumbo, lakini tunatakiwa tu kutii na sio kudadisi. Hata Mungu anaposema kwamba kuna jehanamu ya moto, japo maandiko yameelezea kwa kiasi kuhusiana na hiyo jehanamu ya moto, lakini tunatakiwa tu kumwamini Mungu ya kwamba kile alichosema ni kweli. Kwa hiyo baada ya kifo cha Habili, Adamu na Hawa waliweza kugundua ya kwamba Mungu alikuwa anamaanisha nini. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapo tunaona kifo cha kimwili cha kwanza kabisa. Mwanadamu wa kwanza kabisa kufa kifo cha kimwili alikufa kifo cha kikatili.
cha kikatili kwa sababu aliuawa na mtu asiyemtegemea, mtu ambaye ndio angekuwa msaada wake, lakini aligeuka na kuwa muuaji. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo Kaini pia ndio akawa muuaji wa kwanza anayetajwa kwenye Biblia. Na huu uuaji aliofanya Kaini alihusika yeye moja kwa moja. Kuna namna nyingine nyingi za kuua, lakini tunaposoma habari za Kaini tunaona alihusika yeye mwenyewe kwa mikono yake. Lakini baada ya hapo tunaona baada ya watu kuzaliwa na kuongezeka, tunaona mauaji pia yaliendelea. Na pia kuna watu kama Kaini ambao waliendelea kuhusika moja kwa moja katika mauaji haya. Wauaji wengine ambao hawakuhusika moja kwa moja, bali walipitia watu wengine au kuwatumia watu wengine kulingana na uwezo wao. Inawezekana ni uwezo wa kifedha. Mtu anapewa fedha. Tunapoangalia vyombo vya habari na kusikiliza vyombo vya habari, tunapata habari za kusikitisha sana, kwamba mtu kapewa labda shilingi 100,000 au 200,000 au 500,000, lakini anaenda kumuua mtu. Amepewa hizo hela na kweli anaenda kumuua mtu. Kwa hiyo yule aliyeua, hata yule aliyetoa yale maelekezo, wote wanakuwa ni wauaji. Mungu atusaidie sana. Lakini uuaji mwingine ni ule uuaji wa kujiua mwenyewe, sababu kwenye amri zile 10 ambazo Musa alipewa, kuna amri moja inasema usiue mtu mwingine wala usijidhuru wewe mwenyewe. Kwa hiyo uuaji mwingine ni wa mtu mwenyewe anapofanya uamuzi mbaya, anapoona maisha yamekuwa sivyo alivyotegemea. Kwa hiyo badala ya kufanya uamuzi wa busara wa kumtegemea na kumtumaini Mungu, yeye anaamua kujiua au kutoa uhai wake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hapo tunaona kuhusiana na kifo cha kimwili. Lakini tunapoangalia hivi vifo, tunagundua kwamba kuna vifo vya aina mbili. Hapo tayari tumeshaona kifo cha Habili. Hiki kifo cha Habili tunakiweka kwenye kundi la vifo visivyo vya kawaida. Hiki kifo cha Habili hakikuwa cha kawaida, kwa sababu tunaona kilikuwa ni cha ukatili. Kaini aliamua kumdhulumu ndugu yake, kukatiza maisha ya ndugu yake, kukatiza ndoto zake.
kama ilivyokuwa kwa ndugu zake Yusufu, waliamua kukatiza ndoto za Yusufu. Lakini tunaona hilo halikutokea kwa sababu Mungu hakuweza kuruhusu litokee. Kwa hiyo aina ya kifo cha kwanza tunaona, aina ya kwanza ni vifo visivyo vya kawaida, vinavyofanana na vile ambavyo Habili aliweza kuuawa na ndugu yake. Na hivyo vifo vimeendelea kutokea baada ya hapo. Baada ya watu kuongezeka, kumekuwa na vifo vya namna hii. Kwa hiyo tunaona uuaji ambao ni dhuluma na ukatili uliofanywa na Kaini uliweza kumwondolea Habili haki yake ya kuishi. Na matukio haya yanapotokea ni matukio ambayo hayampendezi Mungu. Mungu anachukizwa na matukio haya ya ukatili. Lakini pia haya matukio sio tu kwamba yanamchukiza Mungu, lakini pia matukio kama haya yanawachukiza wenye haki. Ninaamini baada ya Kaini kumuua Habili, Adam na Hawa hawakupendezwa na kile kilichotokea. Walichukizwa na kile kilichotokea. Waliteseka na kile kilichotokea. Kama ilivyokuwa kule Sodoma na Gomora. Maandiko yanasema wakati uovu wa Sodoma unaendelea, Lutu aliteseka sana. Alitesa nafsi yake. Wakati wengine wanashangilia na kufurahia uovu uliokuwa unaendelea, ulawiti uliokuwa unaendelea katika miji ile ya Sodoma na Gomora, wakati watu walikuwa wanashabikia, hata wale malaika wamefika kwa Lutu, wale watu wa mji ule wanamwambia Lutu, tumeona kuna watu wageni wameingia hapa, uwatoe tuwanajisi, tuwalawiti. Maandiko yanasema hayo ni mambo mabaya yaliyomhuzunisha Lutu mwenye haki. Kwa hiyo matukio ya mauaji kama yaliyotokea wakati wa Kaini, yanayoendelea kutokea sasa katika nchi yetu na nchi nyingine, yana mateso makubwa kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanateseka. Watu wa Mungu wanalia kwa ukatili ambao unafanya kama ule ukatili ambao Kaini aliufanya kwa mdogo wake Habili. Ukisoma kwenye Mathayo 24 mstari wa 37, maandiko yanasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, kama ilivyokuwa wakati wa Lutu, siku za mwisho nazo pia
zitakuwa vile vile. Maasi yaliyokuwa yanafanywa wakati wa Nuhu, maasi yaliyokuwa yanafanywa wakati wa Sodoma na Gomora, ndio pia yatapata nguvu katika siku za mwisho. Na ndio maana tunashuhudia mambo ambayo huko nyuma hayakuwepo na sasa yanatokea na yanashangaza. Ukatili na dhuluma ambazo zinafanywa na watu. Ni afadhali ukutane na simba. Simba anaweza akajifanya hajakuona akaendelea na safari zake, kuliko kukutana na mwanadamu mwenzako ambaye unajua ya kwamba huyu ndiye msaada wangu, huyu ndiye mtu wa karibu anaweza kunisaidia. Kama vile Habili alivyotegemea, alivyokuwa na matarajio kwa ndugu yake ya kwamba ndugu yake ni msaada wake. Kwa hiyo hata alipoambiwa twende uwandani, hakutarajia kama ndugu yake anaweza kumfanyia kile ambacho alimfanyia. Ndio watu ambao tunao katika kipindi hiki, wenye ile roho ya Kaini, roho ya uuaji. Mungu atusaidie sana. Lakini aina ya pili ya vifo ni vile vifo vya kawaida. Vifo vya kawaida. Na hivi vifo vya kawaida hivi havina wajibu wa kuulinda huo uhai wa mwanadamu. Yaani hakuna sababu ya kuulinda huo uhai wa mwanadamu. Yaani hakuna mwenye wajibu, kwa sababu hivyo vifo vinakuwa ni vifo vya kawaida. Tunapozungumzia vifo vya kawaida, ni vile ambavyo ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari wa 36 unataja habari za mfalme Daudi. Na maandiko yanasema Daudi akisha kulitumikia kusudi au shauri la Bwana, akalala na babazi. Kwa hiyo tunaona Daudi aliweza kufa tu kifo cha kawaida. Ndoto zake alizokuwa nazo hazikuweza kukatizwa na mtu yeyote, lakini yeye alikufa baada ya kumaliza kazi. Hakuna aliyedhulumu uhai wa Daudi kama ilivyokuwa kwa Habili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuna watu wengine wengi ambao kwenye Biblia wanatajwa ya kwamba alikufa kifo cha kawaida. Mmoja wapo Simon. Mungu alikusudia Simoni aweze kumshuhudia Yesu, kumshika yeye mwenyewe. Simon akaenda akampokea mtoto Yesu,
na baada ya kumpokea akamshukuru Mungu, akasema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwenda kwa amani kama ulivyosema. Kwa hiyo baada ya hapo Simoni akafa kifo cha kawaida, kifo ambacho hakina wajibu wote wa kumlinda. Lakini tunapoangalia kifo cha Habili, Mungu anamuuliza Kaini ya kwamba anawajibika kulinda uhai wa ndugu yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Hapo tumeangalia mstari wa kwanza tu kwenye mistari yetu ya msingi, yani ule mstari wa 8, jinsi Habili alivyokufa. Lakini kwenye ule mstari wa 9 tunaona wajibu wa Kaini kumlinda ndugu yake. Wajibu wa Kaini kumlinda ndugu yake. Tunaona swali la Mungu kwa Kaini baada ya kumuua ndugu yake. Mungu alikuwa anajua ya kwamba Kaini ndiye aliyemuua ndugu yake. Kwa hiyo alipokuwa anamuuliza swali Kaini, hakuwa anabahatisha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Alikuwa amemaanisha, na swali lake lilikuwa linamuonyesha Kaini makosa yake, ya kwamba mtu ambaye anawajibika na kifo cha ndugu yake, wa kwanza kuwajibika ni yeye mwenyewe Kaini. Wa kwanza kuulizwa ni yeye mwenyewe, usingekuwa na mtu mwingine. Sasa hivi kama ingekuwa ni upelelezi wa polisi, tungesema yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuisaidia polisi kutoa maelezo kwamba imekuwaje. Lakini tunaona anapotakiwa kutoa maelezo na Mungu, anajibu kwa kiburi, tena anajifanya afahamu kabisa. Anamwambia Mungu, kwani mimi uliniweka lini kuwa mlinzi wa ndugu yako? Ni mshahara gani tuliokubaliana ya kwamba ninapomlinda ndugu yangu utanipatia? Mtu anapoingiwa na roho ya kiburi, mtu anapoingiwa na roho ya uasi, hata tabia yake haiwezi ikawa tabia nzuri. Mungu atusaidie sana. Anamjibu Mungu, ujue Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, Mungu ambaye anajua yote yanayoendelea, Mungu ambaye jicho lake liko kila mahali likimchunguza mtu mwema na mtu mbaya, kwamba anazungumza na nani. Kwa hiyo pamoja na Kaini kujifanya ajui na nini na kutojua wajibu wake, lakini
ukweli unabaki vile vile ya kwamba yeye alipaswa kuwa mlinzi wa ndugu yake. Kwa hiyo hayo majibu ya Kaini yanayoonyesha kwamba yeye hajui chochote, hayazuii ukweli ya kwamba yeye ndiye anayewajibika na yeye ndiye aliyepaswa kuhakikisha analinda uhai wa ndugu yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na hii inatufanya tuone ya kwamba kuna watu wengi wanaofanana na Kaini. Tunaposikia mauaji yanayoendelea, yanaonyesha kwamba kuna makaini wengi sana tulionao katika kipindi hiki, katika siku zetu. Makaini wameongezeka. Wengine wako kwenye familia zetu, wengine wako kwenye ukoo, kwenye koo zetu, wengine wako kwenye jamii zetu, kwenye mitaa yetu. Wengine wako kwenye vijiji vyetu, wengine wako kwenye tarafa zetu, kwenye wilaya, kwenye mkoa na taifa, Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Na wanafanya Kaini kwa sababu wanafanya kama Kaini alivyofanya, kwa sababu hawajui, au inawezekana wanajua kama ilivyokuwa kwa Kaini, lakini wameamua tu kwenda kinyume na neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo wanashindwa kufanya wajibu wao kama ilivyokuwa kwa Kaini, na wanaposhindwa kufanya wajibu wao, ndio wanasababisha vilio viendelee kusikika. Sauti za vilio ambazo zinamfikia Mungu kama ilivyokuwa kwa Habili baada ya kuuawa. Maandiko yanasema ile damu iliyomwagika ilipaza sauti kwa Mungu, ilimlilia Mungu. Damu ya Habili asiye na hatia ikamlilia Mungu, na Mungu anapoliliwa anasikia. Ndio maana tunaona akashuka kuona kitu gani kinaendelea, na vilio vinapozidi Mungu anashuka. Mungu aliona mateso ya watu wake kule Misri, akasikia vilio vyao na akashuka. Na Mungu anaposhuka, ashuki tu kikawaida, anashuka na kufanya jambo la tofauti, jambo linaloweza kuleta mabadiliko, jambo linaloweza kutikisa. Mungu anasikia. Na Mungu anafanya hivyo kwa sababu gani? Anaona mwanadamu ni wa thamani sana. Kwenye kitabu cha nabii Isaya anasema, wewe u wa thamani machoni pangu.
Na tunapoangalia thamani ya mwanadamu, tunaiona thamani ya mwanadamu katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni vile mwanadamu alivyoumbwa. Mwanadamu, wewe na mimi, tumeumbwa kwa namna ya kipekee. Tumeumbwa kwa namna ya kushangaza. Tumeumbwa kwa namna ya ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukisoma kwenye sura ya Mwanzo mstari wa sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo mstari wa 26, maandiko yanasema, Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano na sura yetu, wakatawale. Mstari wa 28 sema wakatawale kila kitu ambacho, wakatawale kila kitu ambacho Mungu amekiumba. Wakatawale uumbaji wa Mungu. Kisoma kwenye sura hiyo ya kwanza mstari wa kwanza anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na ukiendelea sura hiyo yote, pamoja na kumuumba mwanadamu, pamoja na mipango yake ya kumuumba mwanadamu, lakini baada ya kukamilisha ile kazi, maandiko yanasema akaona kila kitu ni chema sana ambacho alikifanya. Hivyo vyote alivyoona ni vyema sana vilikuwa vinaandaliwa, vinafanywa kwa ajili ya mwanadamu, kwa ajili yangu mimi na wewe. Ni kama vile kijana ambaye ameposa binti, na anatarajia kufunga naye ndoa. Anafanya kila analoweza, anafanya maandalizi yote ili kufanikisha, yani yale yote anayohangaika anafanya kwa ajili ya yule mwenzi anayetarajia kuwa naye. Hayo yote alikuwa anayafanya kwa ajili tu ya uthamani wa mwanadamu ambaye alimuumba. Na baada ya kukamilisha, ndio tunaona kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 anasema, Bwana Mungu akafanya mavumbi, akamuumba mwanadamu na akampulizia pumzi ya uhai ndani yake, na mwanadamu akawa nafsi hai. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapo tunaona uumbaji wa kipekee ndio unaoonyesha thamani ya mwanadamu, yaani ndio unaoonyesha thamani yako na thamani yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tusome kwenye Mithali sura ya 20 mstari ule wa 27. Tunasoma hivi. Uone hapo jinsi Mungu
Muumba mwanadamu kwa namna ya kushangaza. Anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, upeleleza yote yaliyomo ndani yake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, upeleleza yote yaliyomo ndani yake. Unaona Mungu alivyomuumba mwanadamu, hapati shida kunapotokea tukio lolote linalohusu kumchunguza mwanadamu. Ndio maana hakupata shida hata kujua ya kwamba Kaini ndiye aliyemuua ndugu yake. Na ndio maana alienda moja kwa moja kwa mhusika, hakupata shida, kuanza kushuku labda ni huyu au ni nani au kifo kimetokeaje. Alienda moja kwa moja. Na inawezekana Kaini, japo kwenye maandiko hapajazungumzwa sana, lakini kuna mambo mawili. Inawezekana baada ya kumpiga ndugu yake aliacha mwili wake pale pale, lakini tunaweza tusiamini hivyo kwa sababu ya tabia ya dhambi. Tabia ya dhambi ni kuficha. Kwa hiyo inawezekana Mungu alipokuwa anamuuliza na yeye ana majibu hayo ya kiburi, inawezekana kwamba baada ya kumuua ndugu yake, kama watu wengine wauaji wanavyofanya hata baada ya Kaini, wakati mwingine wauaji hao wanaweza ili kuficha ushahidi, wanaweza baada ya kumuua mtu wakaamua kumfukia, wanaweza wakaamua kumtupa baharini, wanaweza kuamua kumtupa kwenye ile mito mikubwa, wanaweza kuamua kwenda kumtupa kwenye mapango ambayo watu hawafiki huko mara kwa mara. Kwa hiyo inawezekana Kaini alikuwa na hayo majibu, anamjibu Mungu hivyo kwa kujiamini kwamba je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu, akiwa na ujasiri kabisa wa kumjibu Mungu, kwa sababu alifikiri ya kwamba amefanikiwa kuficha uovu wake. Mungu atusaidie sana. Na ndivyo watu wengi wanaofanya. Lakini maandiko yanasema kwenye Mithali 28:13, yanasema afichaye dhambi hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atapata rehema. Mungu atamrehemu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo kwenye Mithali 20 mstari wa 27, kama ambavyo tumesoma, pumzi yake anasema hapa, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, upeleleza yote yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo Kaini wakati anaficha na kujiona yuko salama, kumbe tayari kuna chombo. Sasa hivi unaona kuna CCTV kamera, si ndio?
kuna vitu ambavyo watu wanaviweka kwa ajili ya kuchukua kumbukumbu za kila jambo linalotokea. Sasa kumbe hiki kinachofanywa na watu sasa hivi, kipindi ambacho Danieli alitabiri ya kwamba siku hizo za mwisho maarifa yataongezeka, wakati sasa hivi balbu tu, wewe unaona kama balbu, kumbe ina rekodi matukio, ina kamera. Katika kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, maarifa kuongezeka, haya wanayoyafanya wanadamu, kumbe tayari Mungu alishafanya. Kwa hiyo Mungu hahangaiki kutafuta ushuhuda, kutafuta ushahidi. Wakati mwingine hapa kanisani tukiletewa mashtaka, au watumishi wengine wa Mungu wanapoletewa mashtaka